Haleluya, haleluya. Kabla sijaanza, ninapenda kutoa neno la shukrani, na wakati natoa neno la shukrani, naomba mke wangu uje. Bwana Yesu asifiwe. Basi shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Tunawashukuru sana. Hakika Mungu ni mkubwa. Na leo siku ya mwisho katika semina hii, utukufu wa mwisho wa gani mkubwa kuzidi utukufu wa kwanza. Mungu aendelee kuwalinda, Mungu aendelee kuwatunza, tunawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru kwa ajili ya Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa pamoja na nyinyi katika hizi siku 5. Tunamshukuru Mungu sana. Haleluya. Lakini pia ninashukuru kwa ajili ya mke wangu, alikuwa pamoja na mimi, lakini pia amekuwa akiniombea. Nilikuwa namwambia nataka unakaa mbele ninapofundisha na kuona hapa. Akaniambia kule nyuma nakaa na wale wa mama tunaomba wakati baada inaendelea. Kwa mke wangu alikuwa ananiombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini pia nichukue nafasi kumshukuru baba mwinjilisti. Mungu akubariki sana kuona tunafaa kuja kusema neno la Bwana hapa. Tunashukuru kwa ajili ya katibu wa usharika, tunashukuru kwa ajili ya kamati ya mwinjilisti, tunashukuru wazee wa kanisa na kanisa lote kwa ujumla. Tunawapenda. Haleluya. Jana nikanaambia mwinjilisti ongeleni sana. Yaani ndo mnaanza tu miaka miwili lakini mmechangamka vibaya mno. Na baada ya muda tu hamtakuwa hivi, mtakuwa mbali zaidi. Kimwili na kiroho pia katika jina la Yesu. Haleluya. Tofauti kabisa tayari makanisa makubwa tunaendelea kwenye semina na kutatu wachache, lakini nyinyi yani mmekuwa mkimtia moto toka siku ya kwanza. Amen. Kuna mahali fulani Sipaseni ni kanisa kubwa kabisa Kongo. Tumeenda siku ya kwanza watu wachache kadhaa. Tunaendelea watu wanaongeza kidogo, lakini nyinyi toka siku ya kwanza watu ni wengi. Hii ni ishara nzuri, imeanza vizuri. Na baada ya muda utakuwa ni usharika mkubwa katika jina la Yesu. Haleluya. Basi somo letu lina kitu kinachosema hatima ya maisha yangu. Sisi tunakumbuka hatima ya maisha yangu. Na toka siku ya kwanza tumepitia vitu vingi. Nikushauri utufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Kama ulipoja tufuata kule, tufuate. Zile siku ambazo mbona tumekuwa na kamera hapa, kuna mafundisho tutayakuta kule pia. Bwana Yesu asifiwe. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, andika tu Montana Online. Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Kule YouTube hata ukiandika Montana Mpeleta unanipata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatima ya maisha yangu. Tumepita maeneo mengi sana. Nakumbuka hapa katikati tumeangalia kuhusu sadaka, tumechimba kwa kiasi chake. Lakini sadaka ile ni somo kubwa. Tukaangalia tukasema pia kuna sadaka ambazo zimetolewa kwenye miungu mingine kukuhusu wewe, zimekukamata. Na ile miungu kishapewa sadaka inakamata hatima ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka tunapomaliza andika hivi. Ili uweze kufikia hatima ya maisha yako unahitaji watu. Na Mungu hutumia watu. Ili uweze kufikia hatima ya maisha yako unahitaji watu. Na Mungu hutumia watu. Haleluya. Ili uweze kufikia hatima ya maisha yako unahitaji watu. Huwezi kufanikiwa peke yako, unahitaji watu. Na hawa watu tunawaita wasaidizi wa hatima. Watu hawa wanaitwa wasaidizi wa hatima au wanaitwa destiny helper. Destiny helper. Kwa Kisukuma ni destiny helper. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa Kiswahili wasaidizi wa hatima. Ili uweze kufikia hatima yako, kuna mipango umeipanga, kuna maono unayo. Ili uweze kuyafikia hayo maono unahitaji watu. Kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2, kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 kuanzia ule mstari wa kwanza, wacha nisome pale mstari michache, lakini wewe andika
mstari wa 1 mpaka wa 10. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa mtoto ni mzuri akamficha miezi 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua akamwona mtoto, na tazama, mtoto analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Basi umbo lake mtoto, ukisikia umbo lake maana yake dada yake. Haleluya. Mstari wa 7. Basi umbo lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako kunyonyeshia mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukanyonyeshie, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii kisa niliyokusomea ni wakati ule Farao ameshtuka kwamba hawa Waebrania wanaongezeka kwa kasi sana. Akaunda triki kwamba akamwambia wale wazalisha wakunga, mtoto akizaliwa wa kiume muueni. Wakunga wakufanya vile. Farao akaweka njia ya pili, akasema wapite nyumba kwa nyumba, wale askari wakiona mtoto wa kiume wamuue. Sasa huyu binti wa Lawi alikuwa amezaa mtoto, alivyomzaa akaona ni mzuri, na si tu mzuri, ninaamini Mungu alimsemesha kama huyu mtoto hatima yake ni kubwa sana, mtunze. Mungu alimpa neema ya kutunza yule mtoto. Wewe unatoa mimba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimpa neema yule mama ya kumtunza yule mtoto, akamtunza miezi 3, anamficha kwa sababu askari walikuwa wanapita nyumba kwa nyumba kuua watoto. Kwa yule mama akawa anaficha yule mtoto. Baadaye baada ya miezi 3 akaona sasa mtoto amekuwa mkubwa, hawezi kufichika tena. Akaamua kutengeneza kisafina. Akamweka kwenye kisafina, akakitupia kule kisafina. Huyu mwanamke alikuwa anaongozwa na Mungu pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Alipomweka kwenye kisafina, pale mahali binti Farao, mtoto wa mfalme, leo hii tungesema mtoto wa rais, alikuwa anaenda kuoga pale. Alipokuwa anaoga, akaona katoto kanalia. Akasema bila shaka huyu ni mtoto wa Waebrania, wamemtupa hapa. Katoto kanalia, akakachukua. Wakati ule mama ametupa, alikuwa pembeni yake yuko dada yake Musa, amekaa anaangalia. Anaona mtoto, aone mtoto ataishia wapi. Akaona naye muokota ni binti Farao. Akamtazama pale, akasogelea kale kabinti. Kumbe ni mdogo wake. Akasema nikuletee mwanamke wa Kiebrania akunyonyeshe. Akasema yes, niletee. Akaenda kumuita mama yake. Mama Musa akafika pale. Binti Farao anamwambia, chukua huyu mtoto, wewe unamnyonyesha, nitakuwa nakupa malipo, nitakulipa. Asijue ndo mama yake mwenyewe. Akawa ananyonyesha kwa malipo. Yesu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamnyonyesha. Baadaye yule kijana akakua, akampeleka kwa Farao. Kwa hiyo Musa alikulia kwenye nyumba ya Farao, alikulia ikulu. Haleluya. Mimi ninakuombea, kuna watu wanataka kukuua, ghafla binti Farao atokee kwa jina la Yesu. Haleluya. Atokee binti Farao. Sasa binti Farao ni msaidizi wa hatima. Kila kwenye maisha haya tunahitaji wasaidizi wa hatima. Kuna mahali fulani utataka kuangamia, Mungu anainuaga watu kukusaidia. Musa alipaswa kuuawa, na mimi ninakwambia tangazo la Farao, nilikwambia kwenye semina, Farao sio jina la mtu. Farao ni jina la Mungu anayemiliki nchi ya Misri. Manake ni miungu ilikuwa inapambana. Miungu iligundua kuna mtoto atazaliwa hichi kipindi atakuwa ni hatari sana, atakuja kumsumbua Farao. Miungu ikajua, lakini hawakujua ni yupi, ni mwanamke yupi ambaye anazaa huyo mtoto. Walichokifanya wakawa wanaua kila mwanamke, lakini Mungu alichokifanya akainua destiny helper,
akainua msaidizi wa hatima, akampa nguvu yule mama kumtunza Musa, akampa nguvu yule mama kumficha Musa asiuawe. Alipomtupa kwenye kila kisafina, akatokea binti Farao akamtunza Musa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hatima ya Musa, Mungu alikuwa amemwandaa Musa aje kuwa mkombozi, aje alikomboe taifa la Israeli. Ndio maana Mungu aliruhusu Musa akulie kwenye nyumba ya kifalme. Kwa nini? Anaandaliwa kuwa kiongozi. Haleluya. Na ndio maana kuna watu hatima zao zinavurugwa na mazingira. Uliumbwa kuwa tajiri, lakini umetokea familia kimaskini sana, mpaka mentality zako zinakuwa za kimaskini. Sasa Mungu alifanya makusudi kabisa, akatengeneza mazingira kumpeleka Musa kwenye jumba la kifalme, ili Musa akitoka pale awe ana mentality za kifalme, maana yeye atakuja kuwa mkombozi wa taifa la Israeli, kuwatoa kule. Kwa Musa alikuwa kiongozi tu. Na ndio maana wakati mwingine jifunze kuyakataa mazingira. Umekaa kwenye mazingira ambao unajua kabisa hamna fedha, mazingira kimaskini, jifunze kuyakataa hayo mazingira. Tafuta Mungu akuinulie watu ambao wametokea familia ambazo ni nzuri. Kaa nao, badilisha mindset yako, badilisha ufahamu wako. Nilikwambia kwamba mabadiliko ya mwaka hayawezi kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, ila mabadiliko ya kifikra. Miaka inaweza kubadilika ila maisha yako yasibadilike. Ni miaka mingapi imebadilika na wewe hujabadilika? Badilisha hapa. Kuanzia sasa hivi anza kusoma vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta vitabu vinavyozungumzia fedha, visome ili ubadilishe ufahamu wako, uwe na mentality nzuri. Kwa wasaidizi wa hatima, unaona katika mazingira haya ya Musa, binti Farao alikuwa ni msaidizi wa hatima. Lakini mama yake Musa alikuwa ni msaidizi wa hatima. Lakini pia yule binti aliyekuwa anamwambia yule binti Farao, nikakuitie mtu aje amnyonyeshe, alikuwa ni msaidizi wa hatima. Kwenye huu mwaka tunaoanza, Mungu akuinulie kila siku wasaidizi wa hatima katika jina la Yesu aliye hai. Kuna mahali utaweza kufika peke yako, unamhitaji mtu. Unafahamu mtu mmoja alikuwa anasema hivi, nileteni Gwajima. Si mnamkumbuka? Wale ndio wasaidizi wa hatima. Kuna mahali huwezi kufika, unahitaji mtu ambaye yuko kule juu tayari, alafu aseme nichukulieni kule chini, mtu aje amlete hapa. Si mnakumbuka wakati Yusufu ametupwa gerezani? Si mnakumbuka? Yusufu akatafsiri ndoto za wale wawili. Akamwambia yule mwingine wa matunda kwamba baada ya siku 3 utarudi kwa mfalme kwenye kazi yako uliokuwa unaifanya. Akamwambia lakini ukienda unikumbuke. Mimi naliuzwa. Nilipouzwa nikafanya kazi kwa Potifa, nikazigiziwa dhambi ya kubaka, nimetupwa hapa gerezani. Unikumbuke ukiwa kule. Alipokuwa kule yule bwana, siku moja Farao ameota ndoto, akatafuta watu watafsiri ndoto. Wachawi hawakuonekana, waganga hawakuweza, wasomi hawakuweza. Kale kanyama kakaja akasema hivi, kuna mtu mmoja yupo kule gerezani, alinifasiria mimi ndoto yangu na ikawa kweli. Wakati ule umenitupa gerezani, niliota ndoto, nikamuelezea ile ndoto, akanitafsiria na kweli vile vile kama alivyoota, kama nilivyoota, kama alivyotafsiri. Baada ya siku 3 ukanirudisha kwenye hii kazi. Tumuite labda anaweza. Farao akasema niitieni haraka sana. Biblia inasema yule jamaa akanyolewa nywele, akaoga, akavaa vizuri. Unapoenda kwa mfalme huwezi kwenda hivyo ulivyo. Haleluya. Akala kodi za kwenda kuongea na mfalme Farao, akaenda. Alafu Yusufu anamwambia hivi Farao, ndoto uliyoiota mheshimiwa ni moja. Atakayetoa tafsiri ni Mungu. Akatafsiri ile ndoto. Alipoitafsiri, alafu akatoa na ushauri. Anasema tafuta mtu mwenye hekima na busara, muweke kipindi cha miaka ya neema, atuze chakula ambacho kitatumika kipindi cha miaka 7 ya njaa. Na Farao anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Kutoka saa ile maisha ya Yusufu yakabadilishwa. Unawahitaji watu watakao kutaja kwa wakuu. Haleluya. Ndani ya mwaka huu Mungu akuinulia watu ambao watakusema vizuri. Hata kama unasukuma chapati, unahitaji wasaidizi wa hatima. Ukiuza chapati bila watu, chapati utakula mwenyewe. Lazima waje watu, wale wateja wako ndio wasaidizi wa hatima. Kuna mmoja atakula chapati, atawaambia watu, mkitaka chapati nenda kwa Mama Miriam. Na huyu naye anasema ukitaka chapati nenda kwa Mama Miriam. Wanakusema vizuri kule, wateja wanaongezeka kwako. Mwaka huu Mungu akuinulie hao watu katika jina la Yesu aliye hai.
Na kama kuna miungu itakukuua, maombi yangu binti Farao atokee akusaidie. Maono yako yasife katika jina la Yesu. Ndoto yako isife katika jina la Yesu. Huyo mtoto unayemlea, Mungu akupe upako kama wa yule mama yake Musa. Umtunze huyo mtoto, hata kama una fedha, hata kama una uchumi mzuri, utawasomesha mpaka chuo kikuu katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe na wewe. Haleluya, haleluya. Wasaidizi wa kwanza wa hatima ni wazazi wako. Wewe mpaka hapo ulipo hujajifikisha peke yako. Unaweza kama hapo ulipo ni mwalimu. Nani ambaye mpaka kufikia hatua ya walimu umejipeleka mwenyewe kwenye walimu? Kutoka kindagati kuna watu Mungu waliwainua. Kuanzia yule mwalimu wa kindagati, naye ni wa muhimu sana. Ukaja primary, yule ni wa muhimu sana. Ukaja sekondari, yule ni wa muhimu sana. Alafu kuna mzazi ambaye alikuwa anakulipia ada. Wale ndio wasaidizi wa hatima. Wamekufikisha hapo ulipofika. Na ndio maana utakuta kwenye shule, matokeo yanapokuwa mazuri, tunamsifia tu yule mwalimu. Utasikia mkali wa hesabu bwana, jembe la physics. Lakini tunamwacha mpishi. Mpishi pia ni msaidizi wa hatima, alikuwa anapika chakula. Tunamsahau mlinzi. Mlinzi pia ni msaidizi wa hatima, alikuwa analinda. Kupitia kazi ya yule mlinzi na yule mpishi imesaidia utulivu mzuri. Ndio maana huyu mtoto amefaulu vizuri. Popote unapotaka kwenda, huwezi ukaenda peke yako, unahitaji watu. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua kuna wale watu ambao tunasema wao wana connection, si ndio? Bwana wana connection bwana. Akishamaliza ana shangazi yake bwana yuko serikalini kapata. Ndio wasaidizi wa hatimao. Sasa wewe ambaye huna mjomba kule benki, huna shangazi kule serikalini, kama gotini pa Bwana, mwambie Mungu niinulie watu, niinulie wasaidizi wa hatima. Hata kama huna mjomba, Mungu anaweza kumuinua mtu ambaye sio mjomba wako. Anaweza kumuinua mtu ambaye sio ndugu yako, akakusaidia kufikia kwenye hatima. Haleluya, haleluya. Na wakati mwingine Mungu anakuonyesha kabisa kama fulani atakusaidia. Unaweza ukaingia kwenye maombi, majibu ya maombi ya watu Mungu anaweka kwa watu. Kwa mfano, nisikilize. Wewe unaweza ukaomba, Mungu nisaidie maono yangu yaweze kutimia. Mungu nisaidie nivushe kwenye uchumi. Cheki, majibu yako Mungu anayeweka kwangu. Anamtuma mwinjilisti, andaa seminar, anamuongoza aniite mimi. Nikija mimi na kufundisha kitu ambacho kikitumia unafikia hatima yako. Mimi ni msaidizi wako wa hatima. Majibu yako Mungu anaweka kwa watu. Na ndio maana wakati Sauli amekutana na Yesu njana amekuwa kipofu, Mungu anamwambia nenda kwa Anania. Mtafute Anania akuambie ya kupasayo kufanya. Kwa hiyo majibu yako yapo kwa watu. Kuna watu ambao wamebeba majibu yako. Hiyo fedha ambayo unaitafuta siku nyingi, watu wanayo. Huyo mke unayemtafuta yupo kwa watu. Kuna mzee mmoja na binti nzuri ndo mke wako. Kaa na watu vizuri. Mwambie nako kaa na watu vizuri. Kaa na watu vizuri. Haleluya. Kuna kitu unakitafuta wewe miaka na miaka, hicho kitu watu wanacho. Unatafuta kazi, kazi ipo na watu. Kwa hiyo unapoomba, ndio maana inabidi uombe kwa ufahamu. Moja ya agenda yako mwaka huu unaiombea sana, Mungu niinulie wasaidizi wa hatima. Mungu niinulie destiny helper. Kila siku kuna watu Mungu amewaandaa kuja kukusaidia. Na kama sio watu, Mungu awaandae malaika. Wako malaika ambao wanakuja kwenye umbo la watu. Unakutana na mtu tu bibi kizee, kumbe ni malaika. Wewe unaona ni bibi. Ndio maana Biblia inasema msiache kuwakarimu wageni. Wengine wamepokea malaika pasipo kujua. Kuna malaika wanachukua umbo la watu. Ninakuombea ukikwama mahali, malaika watokee. Ninakuombea ukiugua hospitalini, malaika watokee kule hospitalini. Ukipata ajali njiani, malaika watokee. Malaika wa fedha huu mwaka wakufuate katika jina la Yesu. Upo kwenye umaskini, Biblia inasema itakufanyia msaada kutoka juu. Msaada kutoka juu. Msaada kutoka juu. Rapakanda rabasaka. Wakati Mariamu anaambiwa utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mariamu akasema yawezekanaje jambo hili, maana sijui mume. Gabrieli akamwambia Roho wa Mungu atakujilia juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika. Namwombea mtu hapa, nguvu za aliye juu zikufunike. Nguvu za aliye juu zikufunike. Ukienda kutafuta kazi, nguvu za aliye juu zikufunike.
kwa jina la Yesu aliye hai. Kwenye biashara yako nguvu za aliye juu zikufunike. Januari uinuliwe wasaidizi wa hatima. Februari uinuliwe wasaidizi wa hatima. Mwezi Machi binti Farao watokee. Mwezi Aprili watokee watu. Mungu akupe watu ambao watakutaja mbele ya wakuu. Watasema mkitaka kazi fulani, mpeni kijana fulani, mpeni binti fulani, yuko pale Penueli, anaweza kuwasaidia kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai uinuliwe hao watu. Uinuliwe hao watu siku kwa siku kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni miungu ya Farao ambayo inakutafuta ili kumalize, na kuombea asubuhi ya leo, vile Mungu alimlinda Musa akulinde na wewe. Mbona Farao alikusudia kumuua Musa, lakini Mungu akatokea akamlinda Musa, akamnusuru dhidi ya miungu. Na kuombea ule upako uliyemlinda Musa, umlinde mtu wa Penueli, umlinde mtu wa Penueli, utamalizwa na miungu katika jina la Yesu. Kila anayesikia hii sauti, ile neema, ule upako uliyemlinda Musa unakuwa juu yako, utakulinda pande zote. Daudi anasema sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo ya Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Hujanielewa? Nisikilize. Kuna malaika wanatumia umbo la mtu. Kuna watu nao waona barabarani, si wote ni wa kawaida. Kuna wengine unaona ni watu ila ni mapepo, ila ni majini. Lakini pia kuna wengine unawaona sio watu wa kawaida, ni malaika wa Bwana. Haleluya, haleluya. Unaweza ukaenda hospitali ukashangaa anatokea daktari kukuhudumia ambaye humjui, anakuhudumia vizuri, anakufanyia operation. Ukimuuliza kama mimi naitwa Dr. Jose, baada ya siku mbili unaenda kumshukuru, unaulizia pale Dr. Jose yuko wapi? Wanakuambia hatuna Dr. Jose hapa, hatuna Dr. Jose hapa. Unaanza kumweleza ni mrefu hivi, mkaka amejajaa hivi, wanakuambia hatuna Dr. Jose. Kumbe ni malaika kutoka mbinguni. Rakakarama mandoria sataya. Haleluya. Ukienda hospitali wakitokea madaktari wanashindwa, mimi nakuombea Bwana kutumie madaktari kutoka mbinguni. Hey! Haleluya. Kila sekta ina malaika. Ukienda kwa madokta kuna malaika madokta. Ukienda kwa madereva kuna malaika madereva. Ukienda kwa walimu kuna malaika ni walimu. Kuna malaika wafanya biashara. Ramonara Kandarabo saka ropo koria raba kandaraba. Inakuombea hao malaika wakufuate pande zote. Wanaitwa wasaidizi wa hatima. Uko mahali umekamatwa na umaskini, ghafla Gabriel atokea kusaidie katika jina la Yesu. Binti moja alikuwa ametekwa na majambazi polini namna hii, wanataka kumuua. Ghafla katokea mtu mwanajeshi akasema nimewaona, mwachilieni hapo. Wakakimbia wale majambazi. Yule mtu akamchukua, akamwambia mimi ninaitwa Gabriel. Naitwa Gabriel. Ni mwanajeshi ndio. Akamwelekeza akasema mimi ninasali kanisa fulani, unaweza kanipata pale. Na baadaye yule mwanajeshi akamsaidia mpaka sehemu, akamkuja gari, akamlipia, kaambia safari njema dada. Dada akaondoka, amefika kanisani, anamtafuta Gabriel. Yule malaika alikuwa amevaa umbo la mchungaji. Akamwona mchungaji yule pale, ndo Gabriel. Akafika pale, Gabriel, kumbe wewe sio tu mwanajeshi, ni mchungaji pia. Yule mchungaji anashangaa, nini? Kumbe wewe sio mwanajeshi, ni mchungaji pia. Alipoanza kumsimulia akajua huyu alitokewa na malaika wa Bwana. Mimi nakuombea wakutokee. 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 Ukienda kujifungua anatokea nesi ambaye ni malaika, anakusaidia. Kuna fedha, watokee wakupatie fedha. Isikupatie shida. Biblia inasema fedha na mali zote ni mali ya Bwana. Baba yetu ni tajiri sana. Mungu ana kila kitu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Lakini pia kuna watu wanaitwa waua hatima. Ili usifanikiwe unahitaji waua hatima au destiny destroyer. Hao waua hatima au wanaitwa destiny destroyer. Kwenye ile Mathayo sura ya 2 mstari wa 7 unaona habari za Yesu wakati amezaliwa. Wale mamajusi wameenda kumsujudia. Herode anasema mkienda kumwangalia mje mnipe habari.
nami nataka nimsujudie. Lakini lengo la Herode ni kumwangamiza Yesu. Hawa wanaitwa waua hatima. Mungu akuepushe na kina Herode katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Mungu akuepushe na hawa. Hawa wanaitwa waua hatima. Pointi nyingine, kila familia Mungu anamuinua mtu mmoja ili aje awasaidie wenzake. Huyu anaitwa msaidizi wa hatima ya familia. Kila familia ina mtu mmoja. Mungu akiikumbuka familia yenu, akitaka kuisaidia familia yenu, anakuja anamchomoza mmoja, anambariki yule kwenye familia, ili yule akibarikiwa aje awasaidie wengine. Na ndiyo maana unapoona umebarikiwa, usiwasahau wadogo zako, usiwasahau ndugu zako. Mungu anakubariki wewe. Anapokubariki wewe, hakupi baraka zako peke yako, anakupa na baraka za wadogo zako pia. Na ndiyo maana ukiweza kuwasomesha, wasomeshe. Ukiweza kuwapa mtaji, wapatie mtaji. Ukiweza kuwapatia mawazo, wapatie mawazo. Hujawahi kuona kwenye familia kuna yule mtoto ambaye yeye anatamani kufuatilia habari za nyumbani. Utasikia anauliza, mama mmekulaje? Kuna watoto 5 mama au 7. Kuna kamoja kamesha kuuliza, mama mwaka mpya vipi? Mwanangu hata sielewi itakuwaje, kakutumia 100,000. Lakini kuna kale akapiki simu, hakana habari, unaumwa yeye ajui. Lakini kuna mmoja anakuwa na mzigo na familia, anatamani kuona wadogo zake wanafanikiwa. Anapoona mdogo wake amekwama, yeye anaumia. Ukiona hivyo, wewe umebeba hatima ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atamchomoza mmoja, atambariki. Unapobarikiwa wewe ni kwa ajili ya wadogo zako. Na ndiyo maana Yusufu alikuwa kabeba baraka za kaka zake. Kupitia Yusufu kaka zake wote wakapona, hadi mama yake. Ndio maana anawasimulia ndoto, anasema nimeona jua, nyota na mwezi vikinisujudia. Mungu alipomfanya Yusufu kuwa waziri mkuu, si tu kwa ajili yake, bali ni kwa ajili ya familia yake pia. Na watu wa design hii wanapigwa vita sana na shetani. Adui anajua huyu akifanikiwa atasaidia wadogo zake. Kwa yule aliyebeba hatima ndiye anayepigwa sana. Na ndio maana mara nyingi ni wazaliwa wa kwanza wanapitia hali ngumu sana, wanapitia vita ngumu. Mmoja ya watoto katika familia ambao wanapigana na miungu ni wazaliwa wa kwanza. Miungu inawatafuta sana wazaliwa wa kwanza. Na ndio maana jifunze kumwombea mzaliwa wako wa kwanza. Hujui vita ambao anapigana naye, anapigwa kweli kweli. Maana adui anaona huyu ndo ana mzigo na familia, huyu atainua wadogo zake, anapigwa yule, anapigwa yule. Ndio maana jifunze kuwaombea wa watu. Haleluya, 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 haleluya. Musa alibeba hatima ya wana wa Israeli, na ndio maana unakuta vita yake Musa ikawa ni kubwa sana, anataka kuuawa. Kwa nini? Musa amebeba hatima ya wana wa Israeli. Wasoma Biblia wanafahamu. Biblia inasema Musa akatoka ili akawaangalie ndugu zake. Musa alikuwa na mzigo na ndugu zake. Kumbuka Musa anakuwa ikulu, yupo kwa mfalme. Musa hana shida ya njaa, kila kitu kipo. Lakini Musa anasema ngoja nitoke nikawaangalie ndugu zangu. Maana ana mzigo na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa mtu ambaye hana mzigo, kukaa ikulu, angesahau ndugu zake. Angesahau ndugu zake. Lakini licha kwamba yuko ikulu, anasema ngoja nikawaangalie ndugu zangu. Akatoka mara ya kwanza Musa, akaona Mwebrania anapigana na Misri. Musa akaingilia kati. Musa hawezi kuvumilia mtu anaonewa. Na Musa alikuwa giant na nguvu. Alipoingilia akamkunja yule Misri, akamuua. Akatoka, akajua ni siri. Sipata siku ngapi tena Musa akasema ngoja nikawaangalie ndugu zangu. Akakuta Mwebrania na Mwebrania wanagombana. Musa akaingilia. Ninyi ni ndugu, kwa nini mgombane? Nyie ni ndugu. Maana huyu ni amebeba hatima ya ile familia ya mzee Yakobo. Amebeba hatima ya Waebrania. Hawezi kuvumilia kuona wadogo zake wanateseka. Watu wa namna hii wapo kwenye familia. Waombewe sana. Haleluya. Haleluya. Mama, unapoona una mtoto wa namna hiyo, jifunze kumwombea huyo mtoto, Mungu ampiganie, Mungu amlinde. Ujue atapitia vita kali sana. Ukiona mzaliwa wa kwanza kwenye familia amepigika, sio sawa sawa. Kuna wazaliwa wa kwanza wameshapigwa. Unakuta kwenye familia yule mtoto wa 3 ndo ana maisha mazuri kuliko yule wa kwanza. Maana ameshapigwa. Si sawa sawa, si kibibilia. Wa kwanza mdogo kufanikiwa kuliko wa kwanza, si sawa sawa, si kibibilia. Unakuta mnamsaidia kaka yenu, yule wa mwisho ndo anakusaidia wewe kaka, anakulipia mpaka ada. Uwezi hata kumpatia yule hela ya yule ya kusuka mke wako. Uwezi kumnunulia nguo. Unakuta wadogo zako wanasema kaka,
hebu ushemeji basi ninunulie basi gauni la mwaka mpya. Wanakusaidia na kusomesha mpaka watoto. Umepigwa. Haleluya. Wewe unjui tu vita ambao unapigana nao watoto. Jifunze kuombea kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Na kwenye hatima kuna watu ambao hatima yako imebebwa na mtu fulani. Hatima yako inategemea hatima ya mtu fulani. Maana kufanikiwa kwako inabidi fulani afanikiwe. Kuna mtu mmoja ananiambia, "Asa mimi hata kuoa kaka kanisaidia, hata chuo kaka amenilipia." Maana yake nini? Hatima ya huyu kijana ilibebwa na kaka yake. Kuna watu hatima zako ili ufanikiwe, kaka yako kifanikiwa na wewe ndio umefanikiwa. Hatima yako imebebwa na nani? Maana yake huyo ndio msaidizi wako wa hatima. Ili wewe ufanikiwe. Na ndio maana nilikukataza ile maombi ya kusema na nyonga na muua na mpiga, hayo ni maombi ya kitoto. Kuna mtu wewe unamnyonga, kumbe ndio kabeba hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Unamwombea afe, kumbe wewe unamwombea afe. Kuna watu Mungu angekufungua macho ukaona. Kuna watu ungekuwa unaombea Mungu asifi. Maana kesho yako inamhitaji yule. Haleluya. Yule akiisha tu na wewe umeishi. Mungu angekufungua macho ukajua, ungesema Mungu mlinde huyu asifi. Asife. Kwa nini? Ana kesho yako. Ana kesho yako. Unaona Farao? Hivi fikiria kama Farao angejua ambacho Musa atakuja kumfanya akiwa mkubwa. Angemtunza? Asingemtunza. Kwa hiyo kuna watu hatima yako inamtegemea mtu fulani. Hatima yako imebebwa na hatima ya mtu fulani, zimebebana. Anapoenda huyu na huyu naye anaenda. Anapoenda huyu ndio wale ambao amepata kazi serikalini anamsaidia mdogo wake. Amepata mtaji, amefanikiwa, anasema dogo njoo, hebu nisaidie hapa, nitakuwa nakulipa kiasi kidogo. Baada ya mwaka na wewe una duka lako. Baada ya kutoa mdogo naye ameenda. Maana yake ni hatima ya huyu mdogo ilikuwa inategemea kaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria kama kwenye familia yenu kaka yenu ndio alikuwa mbeba hatima zenu akapigwa. Maana yake wengine mtateseka. Kuna watu waliobeba baraka zako wamepotea na ndio maana unateseka, lakini asubuhi ya leo nakuombea Mungu awalete sana, awalete tena katika jina la Yesu. Jifunze kumheshimu kila mtu kwenye maisha yako. Jifunze kumheshimu kila mtu kwenye maisha yako. Kuna watu utawadharau, kumbe ndio wasaidizi wa hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha nikuonyeshe pale. Kile kitabu cha Yohana, kuna watu utawadharau. Kuna mtu unamuona ni wa kawaida, lakini huyo ndiye ambaye kabeba hatima yako. Ungejua, ungemwombea sana. Kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11. Yohana 1 mstari wa 11. Anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu anayezungumzwa hapa. Alikuja kwa wana wa Israeli, lakini Yesu kabeba hatima ya wana wa Israeli. Lakini wale wana wa Israeli walimkataa Yesu. Alikuja kwao, nao walio wake hawakumpokea. Kwa nini hawakumpokea? Walikuwa wanasema mtoto wa seremala. Kwa nini hawakumpokea? Walikuwa wanasema tunamjua sana huyu. Anajiita Masihi. Tunajua kabisa mtoto wa seremala, baba yake ni maskini, baba yake mlanda mbao. Anatuambia hapa yeye ndo ametumwa na Mungu, wakawa hawamwamini, wakamkataa. Kama ambavyo wewe unafanya, kuna watu Mungu anawaleta, unawaona kama mbona namjua tu huyu. Ataniambia nini huyu? Namjua ni baba yake, najua ni familia yake. Kumbe huyo ndiye aliyebeba hatima yako. Jifunze kumheshimu mtu yoyote yule ambaye Mungu anamleta kwenye maisha yako. Kuna watu umewadharau, na kwa sababu umewadharau wale watu wameondoka na baraka yako. Walikuwa beba hatima yako. Ulivyowadharau wakapotea kwenye maisha yako. Alikuja kwao, nao walio wake hawakumpokea. Leo taifa la Israeli, Yesu alizaliwa kule. Lakini leo unaambiwa ambao wanamkiri Yesu, ambao ni Wakristo, hata 5% wasifiki. Lakini mataifa mengine ndio wanaomkiri Yesu. Ndio maana Yesu akawaambia siku moja, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Maana yake nini? Anawaeleza kwamba nyinyi mmenikataa mimi, lakini mimi nimekuwa jiwe kuu la pembeni. Kuna watu wengine wamenipokea, lakini nimekuja kwenye familia yenu. Kuna mtu uko naye unamchukulia poa. Msaada wako Mungu hata utoa mbali, pale pale kwenye mazingira. Jifunze kuwa mnyenyekevu, na kinachofanya watu usipokee msaada ni kiburi. Roho ya kiburi. Mtu anakushauri, mtu anakuambia, unasema atanisaidia nini huyu?
Kuna watu kabisa unajua mama fulani anaweza kanisaidia. Lakini unajua kiburi kilivyo. Ndio nimejishusha sana. Maskini jeuri tunaita. Kijana mmoja kana ananiambia, babangu mkubwa ni askofu bwana. Askofu Kikatoliki na kuna mashule mengi ya Kikatoliki na mimi ni mwalimu. Lakini sitaki kwenda kuomba kazi. Mimi ni maskini jeuri. Kukosa unyenyekevu. Unajua kabisa baba mkubwa anaweza kanisaidia. Kuna wakati fulani mimi nilikuwa ninaomba Mungu, wakati wa kuomba Roho Mtakatifu akaniambia muone mzee fulani. Kamuelezea hiyo shida. Na nilipomwenda kumuelezea nikapata majibu pale. Yule mzee alinisaidia kama mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Majibu yako Mungu anayeweka kwa watu. Ishi na watu vizuri. Ishi na watu vizuri. Haleluya. Kuna watu hata wa nyumbani kwao unawakataa. Hata wa nyumbani kwenu unawadharau. Hatima yako wa kwanza au msaidizi wa hatima ni wazazi wako. Kama baba yako, kama mama yako angekuflash, angetoa mimba, ulikuwa mpundu, akawa anakulinda, angekuacha ukafa, ungefika hapo ulipofika. Haleluya. Ogopa sana mtu ambaye anadharau baba yake. Anadharau mama yake. Ni kazi sana kukuheshimu wewe. Vijana wa kiume, ukiona binti haheshimu baba yake usioe. Kama amsikilizi baba yake, kama amheshimu baba yake, kama hawaheshimu kaka zake, atakuheshimu wewe? Sasa mimi mtu anayeva swali anitishi mimi. Hata baba yake hamuogopi. Kuna watu wana kiburi kiasi kwamba haogopi cha mwenyekiti wa kijiji, haogopi mwenyekiti wa kitongoji, yaani yeye ukijichanganya mbele yake amekulamba. Haogopi mtu yoyote. Watu wanyenyekevu anasema huyu ni sawa sawa na mama yangu. Sitamjibu hivi. Akimwona anasema huyu ni mama yangu kabisa huyu. Anampisha kiti. Akimwona huyu ni baba kabisa, shikamoo mzee. Lakini kuna mtu yule hajui kutofautisha kama huyu ni sawa na baba yangu, huyu ni sawa na kaka yangu, hatofautishi hivyo. Kuna kabiti ambako akaheshimu baba, akaheshimu kaka, akaogopa mwenyekiti wa kijiji. Usioe katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Siku mkigombana nani atakayewa kuwasuluhisha? Maana yeye hakuna mtu anayemsikiliza. Ndivyo hata kwa wanaume, kuna mtu ambaye hasikilizi mtu yoyote, hana moyo wa kunyenyekea, hana moyo wa kushuka. Jifunze kuheshimu watu. Mungu hutumia watu. Haleluya. Haleluya. Jifunze kutokuwapoteza wasaidizi wa hatima Mungu anaowaleta kwako. Jifunze kutokuwapoteza wasaidizi wa hatima ambao Mungu anawaleta kwako. Jifunze namna ya kuishi nao. Kuna wengine watakuja kwako utawapoteza. Ukigundua kabisa huyu mtu Mungu amenipa kwa ajili ya kunisaidia, jifunze namna ya kuishi naye. Jifunze namna ya kuishi nao. Jua ni tabia gani hawazipendi na ni tabia gani wanazipenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dada, umekutana na mtu kwa mara ya kwanza, unaanza kuomba hela kwa mara ya kwanza. Watu wakuu mara nyingi hawapendi kuomba fedha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekutana na mtu tu, umejua huyu jamaa ana biashara nzuri, ana fedha, anaweza kanisaidia. Siku hiyo hiyo mtoto wangu anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu akishaona tu hivyo, anaona huyu amekuja kunichuna. Anachokifanya anajivuta. Anaanza kukaa mbali na wewe. Hata kama huna kitu, huna fedha. Kwa mfano mimi nilikutana na mtu tajiri hapa. Hata kama yeye ana hela, mimi sina hela, mimi ninataka kumsaidia yeye. Mimi sikuruhuki kumuomba hela. Nitamlamba nondo. Akianza kusikia mafundisho yangu, pesa itakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya kwanza nianze, tunaomba sadaka yako mtumishi wa Mungu, tupe mkono. Matapeli hao. Unapokutana na watu wakuu, usifanye haraka kukimbilia kuomba hela. Jua ni tabia gani huyu anapenda na tabia zipi mtu azipendi. Kuna mtu amekuja kwenu, unasema kabisa huyu mtu ni mtu potential huyu. Kuna watu wakija, ngoja nikuseme kidogo. Kuna watu wamekuja nyumbani, unakimbilia kuwasha TV. Tamthilia. Kuna watu sio wa kuwasha TV. Haleluya. Kuna watu kukutana nao ni muujiza. Miaka kama 2 imepita hivi, nilikutana na mhubiri mmoja, nimemfahamu miaka 8 iliyopita, nilimwangalia kwenye CD. Nimemtafuta sana. Akaja hapa Mwanza, akaniambia nipo Mwanza. Nikasema, huyu ni muujiza. Yaani kumuona yule jamaa ni muujiza. Nimejipanga, nikimuona tu nitamwambia nini? Nitamuuliza nini? Na ninapoona nikaandaa sadaka yangu.
Unapoendea watu wakuu, jifunze kubeba zawadi. Mimi nakupa hizi pointi za muhimu sana. Sio unafika pale, watu fikiria yule mtu niende nikamwelezea matatizo yangu. Baada ya hapo atapokea simu yangu. Nianza pale, mtumishi, kodi imebaki mwezi mmoja. Ada imefanya hivi. Umeshampoteza. Kwa maana ya kwanza nikaandaa, yaani kiukweli yeye ndio yuko juu kuliko mimi. Lakini mimi nimeandaa zawadi yangu. Hata kama ni ndogo, na muendea yule mtu mkuu, nataka niungamanishe naye. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema hii ni connection kubwa sana. Ni mhubiri mkubwa na kibali. Nikafika pale, tena akaniambia niko hoteli fulani. Tukaona kwenye ile hoteli. Nikaandaa maswali ya kumuuliza. Nikamuuliza kanijibu. Kwa nini? Nina kitu cha kujifunza kwake, maana ametangulia. Nikaandaa maswali yangu. Sasa mtu kama yule akija nyumbani, mimi siwashi TV. Amekuja na mwashia TV. Na watu kama wale kuwapata ni kazi sana. Kuna mtu leo ukipiga simu yake, ukimpigia simu hawezi kupokea simu yako. Uongo kweli? Uongo kweli? Kuna watu kuwapata si rahisi. Kwa nini? Status yako sio sawa na status yao. Wewe fikiria waziri unampataje? Unampataje waziri? Dada mmoja nilisikia habari yake, alikuwa na shida sana na Rais Kikwete, kipindi kile alikuwa rais. Akakutana naye. Rais Kikwete akana mfahamu. Oh, binti za siku nyingi. Yule dada akaanza kulia, acha kuongea hana. Na yule mtu ana muda mfupi akamwacha kaondoka zake. Kaondoka na shida yake hajaisema. Kuna watu ukikutana nao ni muujiza. Andaa pointi za kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile ndio kukutana pap, watu fikiria imepita kama miaka 3 yule jamani muonaye sasa kumuona tena. Ni wapi na mbizia aje Mwanza tena? Kwa nini? Nimegundua yuko juu. Mimi niko chini. Kwa hiyo nikijiconnect naye nitachukuliwa, nitaenda wapi? Nitaenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenda kuhubiri nje za nchi zingine nahitaji connection. Kwa watu kama wale ukiwaona washikilie. Kupitia yeye siku moja nitahubiri Kenya. Siku moja nitaenda kuhubiri Ulaya. Haleluya! Haleluya! Wewe unakutana na mhubiri ambaye yeye anaenda Ulaya, anaenda Italy, anaenda Israeli. Wewe amekuzidi hajakuzidi. Na mimi naanza kujitutumua. Alafu unajifanya mko level sawa. Shuka. Bwana Yesu asifiwe. Jua tabia zipi wanazipenda, tabia zipi hawazipendi. Amekutembelea nyumbani. Jiulize huyu mtu anapenda chakula cha namna gani? Ukipika chakula ambacho akipendi, alipanga kae wiki, atakaa siku mbili ataondoka. Kuna watu wakija nyumbani kwako, wakiondoka nyumba yako itabadilika. Kuna mtu mmoja alikuwa anataka sana niende kwake. Nyumbani kwao. Anaambia mtumishi, tena kipindi hicho ni wote wanafunzi. Anaambia mtumishi, pitia nyumbani. Nimemkwepa. Anaambia no, sio vizuri. Nimeshamwambia na mama kwamba unaenda. Okay, nikaambia wewe twende. Ile nimefika, nikaingia. Kwa hiyo nikakaa kwenye kiti. Mama yake ametolea chai tunakunywa. Akaambia mtumishi, unajua kwa nini nakuona kulazimisha sana uje hapa? Anasema kila unapokuja hapa kuna kitu wake kinatokea. Anasema mara ya kwanza ulipokuwa unaingia, ulikanyaga pale mlangoni, kuna vitu vilifumuka kwenye ardhi kama vinapanda juu kama moshi. Na leo ulipokuja sasa mimi nilitangulia mbele makusudi ninaona, nikakaa mbele yako. Ulipokanyaga pale vikatoka tena hivi juu. Huyu mtu ana akili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wakija kwako ni baraka. Kuna watu, jifunze hao watu wambeba hatima yako. Haleluya. Jifunze ni tabia gani unazipenda na tabia zipi ambazo hawazipendi. Bwana Yesu asifiwe. Dada mkutana na kijana kwa sababu kwanza amekuapproach, unaanza kuomba hela. Ndugu wangu alikuwa ananifurahisha hapa, ananiambia mimi binti akiomba kiona alishanichanganya kabisa. Sitaki kabisa utajiri. Haleluya. Haleluya. Mimi mke wangu alikuwa niombi hela. Inawezekana ningekimbia. Haleluya. Alikuwa niombi hela. Tunakata kama mwezi kama uhusiano. Mwezi wa pili. Mimi ndo napambana kutafuta kama voucher nitume. Na leo mwanaume hata usipoomba wewe unatoa voucher sasa. Maana kuna wale wasipoomba wajiongezi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada hapa wanakukimbia uolevi kwa sababu ya tabia yako. Unawafukuza watu ambao wamebeba hatima yako. Mimi ili hatima yangu itimie namhitaji mke wangu. Na kuna mwanamke hapa ili hatima yako itimie unamhitaji mwanaume. Kwa Mungu anakupa mume anakuja kabisa sahihi. Wewe tabia yako inawafukuza wale watu, wanakaa mbali na wewe. Kwa tabia yako inawafanya wale watu ambao Mungu amewaandaa kusaidie wanakaa mbali na wewe. Siku ya kwanza tu kucha nimefanya hivi. Yaani unapata mwanaume kama umeokota pochi ya hela. Ushindwe katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Jifunze tabia njema mpendwa.
Umefika labda kwa mtu mkuu amekukaribisha nyumbani. Umefika siku ya kwanza remote. Umeenda kwenye friji, unatoa soda. Yule mtu mkuu akitoka sasa. Kuna siku moja mhubiri mmoja anasema nilikuwa nawafundisha vijana wangu kushuhudia. Nimewachukua wale vijana tumeingia kwenye nyumba kwenda kushuhudia. Sasa tukakuta pale mzee anakaa kwenye kiti cha uvivu. Mzee mmoja anipiga barakashia na kanzu, akakaa kwenye kiti cha uvivu. Sasa nikaingia na wale vijana kwa ajili ya kwenda kushuhudia neno la Mungu kwa yule mzee. Sasa leo tumefika. Mimi na yule kijana wa kwanza tukawa tumesimama hivi. Tukamsalimia shikamoo mzee. Lakini kuna huyu mwingine akafika pale. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee akujibu. Na kwenye kiti cha uvivu mzee alikuwa amekaa kwenye jamvi. Kiti cha uvivu amekiacha. Sasa nilipata viti vya uvivu. Yule kijana akafika pale. Bwana Yesu asifiwe. Kaenda kwenye kiti cha uvivu akakikalia. Lakini baba yake wa kiroho na yule mwingine wakafika wakasimama. Shikamoo mzee. Mzee akajibu marahaba. Hawakukaa mpaka mzee yosema karibu. Ndio wakapiga magoti. Wakaanza kueleza habari za Yesu. Wakaongea. Baadaye yule mzee wanapoondoka akasema hivi, "Wale watoto wako?" Akasema ndio. Huyu yule kwenye kiti cha uvivu. Hapa una mtoto. Lakini hapa una mtoto. Wakainuka. Wanapoondoka, yule kwenye kiti cha uvivu anapoinuka swali imeliwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeingia kwa mtu mkuu. Fikiria mimi nakutana na waziri. Natakuwa nitumie mbinu ili yule waziri atasijanga wewe anapokea. Anione kuwa ni mtu wa muhimu. Fikiria kanikaribisha nyumbani mimi ndo mtumishi. Hata watumishi wa Mungu tujifunze hii. Kuna hekima moja niliona kwa pastor mmoja mkubwa sana hapa ulimwenguni. Wakati anamwombea Rais Ruto wa Kenya. Alipofika kwa rais, yule mhubiri yeye ndo akapiga magoti. Hakumwambia rais piga magoti. Yeye ndo akapiga magoti. Alipopiga magoti rais naye akapiga magoti. Hiyo ni hekima. Haleluya. Angaza pale mheshimiwa nenda chini. Piga magoti. Kuna watu wakuambia piga magoti. Lakini rais hatumwambii piga magoti. Baba nataka nikuombee na piga magoti mimi. Ukuta president naye anafanya nini? Anashuka na hapo akipiga mimi nainuka na badilika mikono. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wakuu Mungu atakuletea watu watapotea, wataondoka. Fikiria, mimi nimekuja hapa. Unajua nikiwa kwanza, nikifanya vibaya mwingi sasa ataniita tena. Hawezi kuniita tena. Umefunga huo mlango. Kwa kuna watu hata simu yako hawatapokea. Hutapigiwa tena kutokana na tabia yako. Kwaya mmeenda kuiba mahali, kafanyeni vizuri ili hata kesho wawaite. Sibakumbuka habari za Yakobo alipokuwa ameenda kwa Laban, kwa mzee Laban. Wakati Yakobo anapotaka Laban anataka kuondoka, Yakobo anataka kuondoka, Laban anasema usiondoke. Usiondoke. Ukienda kwa watu uwe baraka. Hata siku unataka kuondoka wakutamani, wakumisi kwamba usiondoke. Umeenda sehemu wanasema mpendwa, hiyo utaondoka lini? Kama unalima utasikia hivi kama mvua zimeanza kunyesha, yaani anaomba mwenyewe anaomba tu katika jina la Yesu, huyu ndugu aende tu. Aende tu. Umefika kwa watu na unachagua chakula. Haleluya. Aina za wasaidizi wa hatima ndio pointi ya mwisho ambayo Mungu atakuletea. Aina ya watu ambao Mungu atakuletea kukusaidia. Kuna watu ambao Mungu atawaleta kwenye maisha yako, watakaa na wewe kwenye kipindi fulani tu, alafu wataondoka. Na hutawaona tena. Kwa kuna watu Mungu anawaleta wakuvusha kwa kipindi fulani. Alafu baada ya hapo hao watu hutawaona tena. Lakini aina ya pili, kuna watu Mungu atakupa watatembea na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hatima. Na ndio utaona kuna wale marafiki. Mimi na rafiki yangu mmoja tumesoma naye toka primary mpaka leo ni marafiki. Na huwa ni anasupport huduma yangu. Nikiwa nafanya semina mahali anatuma sadaka. Yaani anichukulia rafiki, ananichukulia mtumishi wa Mungu. Hata hii suti niliyoivaa alinunulia yeye. Tumesoma toka primary mpaka leo tupo naye. Kwa kuna watu Mungu atakupatia watasimama nao muda mrefu, watasimama na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hatima. Kuna kitu hutapata hata utafute mwenyewe mpaka mtu akuletee. Kipo kwa mtu. Kuna watu hapa kupanda ndege mpaka atokee mtu akulipie tiketi. Sasa wewe wadharau wao watu. Hutakaa upande ndege. Kuna baraka zako zipo kwa watu. Ishi vizuri na watu. Sikia. Wewe hapo ulipo una baraka yangu. Una baraka yangu hapo ulipo una baraka yangu. Mimi nimekuja hapa nina baraka yenu. Kuna mambo mkiyafanya mtanifanya hata nikifika siku ya leo ningeondoka. Nikitafuta hata udhuru niwaache.
Kwa hata huu fahamu ninaowapatia msingeupata, nina baraka yenu. Kwa nini nimekaa na nyinyi mpaka leo? Mmenifanya niwe na nyinyi mpaka leo. Hata wewe una baraka yangu. Wewe nikikukosea unatoa sadaka wewe? Utoi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu Mungu atakupa, wenyewe hawatakupa fedha. Hawana hela na hawana fedha kukupatia. Lakini wenyewe ni waombaji wako. Mungu atakupatia watu waombezi, watakupa msaada wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadada mmoja hatujawahi kuonana, lakini ananitumia sadaka mpaka naogopa. Sijawahi kumuomba, sijamwambia tuma, ila anatuma. Ameniona watu kwenye mitandao. Mimi sijawahi kumpata hela. Ila kutokana na vile ambavyo huwa ananisupport sana, hakunaga mtu namuombea kama yule. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi ndio msaada, mimi ni muombezi wake, ninamsaidia kwenye upande wa kiroho, si fedha, ninamsaidia kwenye mambo ya kiroho. Na kuna watu Mungu atakupatia, hawatakuombea, hawatakupa fedha, wenyewe watakupatia material things. Watakupatia msaada wa vitu vinavyoshikika, watakupa fedha. Ukitaka kujenga, atakupatia kiwanja, atakupunguzia bei, atakupatia wazo. Wako watu wa namna hii. Na ndio maana tumekuwa tuna tabia mbaya. Yule mwenye hela unamthamini, alafu ambaye hana hela umthamini. Kuna mtu hapa kama mwinjilisti anatakiwa awaheshimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo baba yangu anavyofanya. Kuna mtu hapa na sadaka ndogo, lakini inawezekana huyo ndiye anayemuombea mwinjilisti. Mhubiri mmoja anasema, ni huyo rafiki yangu ambaye tukutana naye, ananiambia nilikuwa nikianza kuhubiri, kuna mama mmoja anatoka. Muda wa sifa yupo. Mahubiri yakianza yule mama anaondoka. Hata nilikuwa namchukia yule mama. Nasema huyu mama anadharau mahubiri yangu. Nikaa namchukia sana. Anasema siku moja nikaona ndoto usiku. Malaika ananiambia, "Njoo." Tukaenda mahali. Kuna nyumba mbili. Nyumba moja ni nzuri sana kubwa. Wakamwambia yule mama, "Hii ndio nyumba yako." Alafu mimi anasema ukanipata nyumba imechakaa, sasa hii ndio nyumba yako. Nikamwambia yule malaika, "Msiletee utani hapa. Huyu huwa anadharau injili yake. Nyumba yake ni iliyochakaa. Na mimi yakongu ni hapa. Na nimeleta nitaleta vurugu hapa mpaka Yesu atokee." Malaika akamwambia hivi, "Njoo nikuonyeshe." Ikafunuka picha. Anasema nikaona yule mama wakati anaanza kuhubiri, ameondoka ibadani, ameenda kwenye kichaka, anapiga magoti, ananiombea. Akamwambia huyu mama huaga anaondoka unapoanza kuhubiri, huwa anakuombea kule. Na wewe unamchukia. Ndio maana unapata hii nyumba iliyochakaa. Huyu huaga anakuombea kule saa wewe unapohubiri. Sasa nilipotoka kwenye ndoto, nikasema Mungu nisamehe. Na sasa nikaandaa na sadaka. Nikamwita yule mama nikampatia, nikamshukuru. Mama nilikuwa nakuchukia sana. Sikujua kumbe mimi ninahubiri, watu wanabarikiwa, naombea watu wanapona, kumbe huwa unaniombea wewe. Kila mmoja ni wa thamani kwako, hata kama akupatii fedha. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Na ndio maana Yesu akumfukuza Yuda Iskarioti. Yuda alikuwa ni wa muhimu sana pale na alipewa kitengo nyeti. Haleluya. Katika ministry ya Yesu kulikuwa hakuna wizara yoyote, ni wizara moja tu, wizara ya fedha. Na anayeshughulikia ile wizara ni Yuda boy. Yuda Iskarioti. Bwana Yesu asifiwe. Amepewa kitengo nyeti Yuda Iskarioti, na ndiye atakayemsaliti. Na Yesu alijua, lakini alimpenda. Haleluya. Kuna mtu atakutesa. Dada mmoja akaniambia, nilikuwa ninateswa, nilikuwa nafanya kazi ya uasigeri. Nafanya kazi naamka saa 9 za usiku. Nafanya mpaka asubuhi. Sipati muda wa kupumzika. Lakini yule dada alinisaidia. Bila kunisaidia vile, yale mateso yamenifanya niwe na juhudi kwenye maisha yangu. Anasema nikapata mtu akanipa saluni, akaniambia mchana utakuwa unaleta hela ya ofisi. Lakini kuendelea usiku ukianza kukesha ni fedha yako. Anasema nikaa na uwezo kufanya kazi usiku kucha, ikanisaidia kufungua saluni yangu. Kuna mtu anakutesa, kumbe unakusukumia kwenye hatima yako. Ndugu zake Yusufu walivyomuuza wakajua wamemmaliza. Kumbe wanavyomuuza wanamsukumia kwenye hatima yake ya uwaziri mkuu. Haleluya. Kule kwa mke wa Potifa akaamua kumtupia gerezani akijua anamkomesha. Kumbe kule gerezani Yusufu anakutana na mtu ambaye atamtaja kule kwa Farao. Hata wanaokuumiza, hata waliokuumiza wasamehe. Wale waliokuumiza wanakupelekea kwenye hatima yako. Wale waliokutesa wanakupelekea kwenye hatima yako. Kuna mtu amekuumiza mpaka leo umemchukia. Mungu akupe neema, ninakuombea, achilia msamaha. Msamehe huyo mtu. Msamehe. Alikusaidia kufika mahali fulani katika jina la Yesu. Naomba tusimame.